Kwa sababu ya nyeti sasa hivi zimepotea, husikii tena habari ya tume. Nini kilichoua stori? Nyeti zimepotea. Tume inapaswa itoe maripoti kwamba walioua ni wakina nani, waliokufa ni wangapi. Sasa wakati wa hiyo tume inapaswa kutoa ripoti, ndio nyeti zinafanyaje? Zinapotea. Mimi nilikuwa na hii ni propaganda. Nao manake wale spine doctor wa nchi wakakaa wakawaza watu wetu wanapenda nini, wakagundua watu wetu wanapenda mapenzi. Sasa kitu gani ambacho tutakileta watakipenda? Tuambie nyeti zinapotea. Hapo hawajali tena waliotekwa, hawajali tena waliopotea. Kwa nini? Kwa sababu nyeti zinafanyaje? Zinapotea. Hilo tukio limewaibua sasa watu ambao wanasema nyeti zetu zimefanyaje? Zimepotea. So kupitia matukio watu wanainuka. Kwa wewe unaona matukio, lakini matukio yanainua watu. Sio kama kuna mtu ananielewa. Amen. Wewe yani listen, unasahau kuna mtu amelipwa pesa nyingi kwa sababu ya issue kuitwa nyeti zimepotea. Listen, I want you to think like a general. Nataka ufikirie kama kamanda, ufikirie kama mtu mpambanaji. Kila unachokiona kina. Askofu mwingine jasiri ameibuka na kumvamia vibaya Samia Suluhu, akizungumzia mauaji yaliyofanyika mwaka jana tarehe 29 Oktoba, na kwamba watu wengi waliuliwa. Ni taarifa ambazo tumezizungumzia sana. Watu wengi wakauliwa, baba akapoteza mwanawe, baba akapoteza mkewe, mkewe akapoteza bwanake. Ilikuwa ni kilio nchini Tanzania baada ya maelfu ya watu kupoteza maisha. Lakini la kushangaza ni kwamba wengi waliuliwa, miili yao haikupatikana, iliyopelekea jamii zikaanza kuuzika migomba ya ndizi, nguo, kama ishara kwamba wameshamsahau yule ndugu mwandani wao. Kwa hivyo ni taarifa ambazo zilitikisa anga ya Tanzania na duniani kuhusiana na uongozi wa mama huyu ama limama Samia Suluhu, ambaye ni muuaji katili na kiongozi batili. Kwa kuzingatia yale ambayo anazungumza na Apostle Fadhili, anazungumza kwamba hapa karibuni kulikuwa na habari zilizoibuka zikazungumziwa sana, habari za kupotea kwa nyeti. Na kulingana na Apostle Fadhili, anasema kwamba hiyo ni propaganda iliyoisukwa na Ikulu ya Tanzania, kwamba Samia Suluhu alisema kwamba hayo yaweze kuletwa hadharani ili kutoa akili za Watanzania, waondoe akili za Watanzania kutoka swala la mauaji ya mwaka jana. Wajua, Samia Suluhu aliamua kujifuta na kujipanguza damu ya watu waliouliwa kwa kuunda tume ambayo ingechunguza mauaji ya mwaka jana. Tume hiyo imekuwa ikija kutoa taarifa, Samia na ikataa, manake kuna vigezo ambavyo anataka vikue included, inarudishwa. Ikaongezwa tena siku, na sasa mara ya tatu ikaongezwa tena siku 21. Ni swala ambalo Watanzania wanauliza, mbona tume hiyo haiji kimasomaso itoe taarifa iseme kwamba idadi, manake Watanzania sasa hivi wanahitaji mambo matatu. Kwanza, tume hiyo itaje ni nani alifanya mauaji yale. Ya pili, itaje idadi ya watu waliouliwa, idadi kamili ya watu waliokufa. Na tatu, itaje serikali ilipeleka wapi miili baada ya kuua. Mambo matatu ambayo Watanzania wanaomba sana yaweze kujibiwa na tume iliyoteuliwa na Samia Suluhu. Mengi yameshazungumzwa, ndio, ngawaje pia hata kama Watanzania tunatarajia kupata majibu ya maswali hayo matatu ama mambo hayo matatu kutoka kwa tume hii, lakini napenda kuwakumbusha kwamba tume hii inaweza kosa zile nguvu za kutangaza hayo, kwa maana Samia Suluhu ndiye aliyeiteua yeye mwenyewe. Yani wajua, Samia Suluhu ndiye mtuhumiwa mkuu hapa. Samia Suluhu ndiye suspect mkuu, lakini huyu suspect mkuu ndiye aliyeteua timu ama tume ya kumchunguza.
Kwani mtu anaweza aje kujichunguza? Kwa hiyo hata kama Watanzania tunatarajia tume hii tupatie habari na findings kutokana na uchunguzi ambao wamefanya, kidogo mimi naona kwamba hakuna mambo ambayo tunaweza kuyapokea kama Watanzania. Manake ikiwa Samia alikuwa anataka basi kufanya uchunguzi, angetafuta taasisi ya nje ya nchi ambayo hana uhusiano nayo, ailete iweze kufanya uchunguzi. Siye mwenyewe aanze kuteua tume au ya watu ambao watakaa kwa tume ile kujichunguza. Ni jambo ambalo kidogo Watanzania tunafunikwa macho. Kwa hiyo kutokana na hali hii, imejua kulikuwa na mlipuko nchini Tanzania. Watanzania walikuwa wanauliza, mbona tume hii ilikuwa imetangaza ingetoa taarifa hizi siku fulani? Mbona taarifa hizi hazijatolewa? Mbona tume hii inaongezwa siku zaidi? Ni maswali ambayo wamekuwa wakiulizana Watanzania, na swala hili halikumwendea vyema Samia Suluhu. Swala hili halikumfurahisha Samia Suluhu. Kwa hiyo ikabidi kwamba wasuke propaganda ambayo ingeweza tuseme kuchelewesha kidogo, propaganda ambayo ingeweza kutoa akili za Watanzania wasije kuzungumza kuhusiana mambo ya mauaji ya mwaka jana, wasije wakazungumza kuhusu tume ile kutoa idadi ile, manake ilikuwa imezua uoga nchini Tanzania na kuinua zile hasira za mwaka jana. Jua watu walikuwa wameanza kusahau kidogo kuhusiana na yale mauaji na vile vyote vilivyotokea. Kwa hiyo ikawa kwamba hiyo propaganda, wakaulizana ni kitu gani kile ambacho wananchi wa Tanzania wanakipenda sana. Kisha wakajua kwamba Tanzania watu wanapenda mapenzi. Manaka tukiangalia nyimbo za Watanzania nyingi wanavoziimba, wanazungumza zaidi kuhusu mapenzi. Kwa hiyo wakaleta na propaganda, wakakuja na propaganda kwamba nyeti zimepotea, ili waweze kutoa akili za Watanzania kutokana na swala la tume ile ya kuchunguza mauaji ama machafuko yaliyotokea mwaka jana. Ni swala ambalo limeibuliwa sana, na ni siri nzito ambayo imetolewa na huyu Askofu Fadhili. Si watu wote, si maaskofu wote ambao wana ule ujasiri wa kuzungumza masuala kama haya, japo ni wachache tu, lakini naweza kukutajia baadhi ya viongozi wa dini ambao wameibuka sana kusimama na Watanzania. Yupo pale Charles Kitima ambaye sasa hivi ni adui mkubwa wa Samia Suluhu. Yupo pale Mwana Mapinduzi. Yupo pale Askofu Bagonza. Ni wachache tu, si wengi, ambao wanazungumza masuala haya ambayo kidogo yanahusiana siasa za Kitanzania. Kufika sasa hivi bado Watanzania wako kuagiza, manake wanajaribu kuulizana ni idadi ya watu wangapi waliouliwa, ama ni watu wagani waliosababisha mauaji yale yaliyotokea mwaka jana tarehe 25 hata tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Kwa hivyo ni maswali ambayo yanaleta joto jingi zaidi katika nchi ya Tanzania, na Samia Suluhu sasa hivi amejawa na uoga. Na vile vile ikumbuke kwamba mataifa ya kigeni yameanza kuzungumzia mauaji yaliyotokea mwaka jana, haswa vile vifungo vya kisiasa, kiwemo Tundu Lissu ambaye ameshikwa kwa takriban mwaka mmoja sasa. Ni masuala ambayo yamezungumziwa zaidi hadi Marekani. Tuliona pale Seneti ya Marekani ikizungumzia swala hili kwamba ishafika ama ishamalizika mwaka mmoja na Tundu Lissu hajaachiliwa. Viongozi wengine kutoka nchi kama Kenya, akiwemo yule mwanachama wa chama cha ODM ama katibu mkuu Edwin Sifuna, akizungumza na kumuonya Samia Suluhu dhidi ya kumfungia Tundu Lissu. Ni masuala ambayo tume ile inastahili kuzungumzia baada ya uchaguzi, utekaji wa baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi, ikiwemo vifungo vya kisiasa kama kile cha Tundu Lissu. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanaendelea kuongeza joto nchini Tanzania. Ila sijui una maoni gani? Ikiwa kuna maoni uweza niandikia ujumbe wako mfupi kwenye comment section. Ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe, like na kushare video zetu. Vile vile gonga alama ya kengele ili uweze kupokea notifications kila wakati tunapokuletea taarifa mpya.